Katibu. Hoja za serikali kwamba Bunge sasa likubali kupokea na kupitisha makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Katiba na Sheria kwa mwaka wa fedha 2026/2027. Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kuwa hii ni mara yangu ya kwanza kuwasilisha bajeti ya Wizara ya Katiba na Sheria bungeni, awali ya yote ninamshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kuniruzuku uhai na afya njema iliyoniwezesha kusimama hapa leo katika bunge lako tukufu kuwasilisha mpango sheria kama ya Tanzania pamoja na taasisi zilizo chini yake. Mheshimiwa Mwenyekiti, kutokana na taarifa zilizowasilishwa leo katika bunge lako tukufu na mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge ya Utawala, Katiba na Sheria pamoja na mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge ya bajeti zilizochambua bajeti ya Wizara ya Katiba na Sheria pamoja na mfuko wa mahakama, ninaomba kutoa hoja kwamba bunge lako tukufu sasa likubali kupokea, kujadili na kupitisha taarifa ya utekelezaji wa bajeti kwa mwaka wa fedha 2025/2026 pamoja na kujadili na kupitisha mpango kwa mwaka wa fedha kwa makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Katiba na Sheria na taasisi zake pamoja na Mahakama ya Tanzania kwa mwaka wa fedha 2026/2027. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa heshima na taazima, ninaomba kutumia fursa hii kumshukuru Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuniamini na kuniteua kwa Waziri wa Katiba na Sheria. Ninaahidi kuitumikia nafasi hii kwa uadilifu, uaminifu na unyenyekevu kwa maslahi mapana ya taifa letu. Ninamuomba Mwenyezi Mungu anijalie hekima, busara, ujasiri ili niweze kutimiza wajibu huu kwa mkubwa niliopewa. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa masikitiko makubwa ninatoa pole kwako katika bunge lako kwa kuondokewa na wabunge wenzetu waliotangulia mbele ya haki, ambao ni Mheshimiwa William Vangimembe Lukuvi aliyekuwa waziri wa nchi ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge, Uratibu na wenye ulemavu, na mbunge wa jimbo la Isimani Mheshimiwa Jenista Joakim Mhagama aliyekuwa mbunge wa jimbo la Peramiho, na Mheshimiwa Halima Eid Nasor aliyekuwa mbunge wa viti maalum na mwakilishi wa wafanyakazi kutoka vyama vya wafanyakazi Tanzania Bara. Aidha, katika sekta ya sheria pia tumeondokewa na Mheshimiwa Julia Catherine Manning aliyekuwa mwanamke wa kwanza Tanzania kusoma shahada ya sheria na aliyewahi kuwa katika nafasi ya waziri wa sheria. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa heshima na taadhima, ninapenda kumpongeza Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuchaguliwa na Watanzania ili kuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hatua inaonyesha imani walionayo kwake. Aidha, nimpongeze kwa uongozi wake mahiri, thabiti na wenye maono ya mbali uliowezesha mafanikio katika sekta mbalimbali, hususan sekta ya sheria, kwa kuweka mifumo thabiti ya kisera, kisheria, kitaasisi ambayo imewezesha kuimarika kwa utoaji na upatikanaji wa haki nchini. Ninaomba tuendelee kumwombea rais wetu kwa Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema amjalie afya njema, hekima, busara katika kuendelea kuliongoza taifa letu la Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, nitumie fursa hii kumpongeza Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel John Nchimbi kwa kuaminiwa na kuchaguliwa kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pamoja na Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa kuchaguliwa tena kwa rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Uongozi na maelekezo yao thabiti yanaimarisha zaidi utekelezaji wa majukumu ya sekta ya sheria kwa kichocheo cha maendeleo ya taifa kwa ujumla. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimpongeze Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, mbunge wa Iramba Magharibi, kwa kuteuliwa kuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Aidha, ninampongeza kwa hotuba yake aliyoweka msingi imara wa mwelekeo wa kisera kwa taifa letu kwa mwaka wa fedha 2026/2027. Sambamba na pongezi hizi, ninawapongeza waheshimiwa mawaziri wote waliotangulia kuwasilisha hotuba zao hapa. Mheshimiwa Mwenyekiti,
Kipekee ni kupongeze kwa kuchaguliwa na bunge kuwa mwenyekiti wa bunge katika bunge hili tukufu. Aidha, Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nimpongeze pia Mheshimiwa Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuchaguliwa ndugu Azan Zungu kwa kuwa Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, aidha nitumie fursa hii kumpongeza Mheshimiwa Daniel Baran Silo kwa kuaminiwa na kuchaguliwa kuwa naibu Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, pia naomba nimpongeze pia Mheshimiwa Daniel Damas Ndumbaro kwa kuwa mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge, Katiba na Sheria, Utawala, Katiba na Sheria katika bunge lako hili tukufu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nitumie fursa hii pia kumpongeza Mheshimiwa George Mcheche Masaju kwa kuaminiwa na kuteuliwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa jaji mkuu wa Mahakama ya Tanzania. Uteuzi wake unadhihirisha umahiri na uzoefu alionao katika sekta ya sheria kwa ujumla, ikiwemo mhimili wa mahakama. Aidha, ninamshukuru sana Mheshimiwa Hamza Saidi Johari, mbunge, mwanasheria mkuu wa serikali, kwa jinsi anavyonipa ushirikiano katika kutekeleza majukumu ya wizara pamoja na utaratibu na usimamizi wa sekta ya sheria kwa ujumla. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninaomba kutumia fursa hii kumpongeza Mheshimiwa Zainab Athman Katimba, mbunge, kwa kuaminiwa na kuteuliwa na Mheshimiwa Rais kuwa naibu waziri wa Katiba na Sheria. Aidha, nitumie fursa hii tena kumpongeza Mheshimiwa mwenyekiti wetu wa kamati Dr. Damas Daniel Ndumbaro, mbunge wa jimbo la Songea mjini, kwa kuchaguliwa kuwa mwenyekiti wa kamati wa kudumu ya Bunge, Utawala, Katiba na Sheria. Mheshimiwa Mashimba Mashauri Ndaki, mbunge, kwa mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge ya Budget. Kamati hizi zinafanya kazi kubwa ya kushauri na kuchambua mpango ya bajeti ya Wizara ya Katiba na Sheria pamoja na mfumo wa mahakama kwa mwaka wa fedha 26/27 katika kutambua na kuthamini mchango wa kamati hizi katika kuhakikisha kuwa sekta ya sheria inabaki kuwa kiungo muhimu kwa maendeleo ya nchi yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, maono ya mageuzi katika sekta ya sheria. Hotuba hii inawasilisha mbele yako leo katika bunge lako tukufu imebeba ujumbe msingi wa mustakabali wa taifa letu. Ujumbe huo umeainisha masuala ya msingi katika sekta ya sheria nchini yatakayochangia katika kufikia matarajio yanayoainishwa katika Dira 2050. Kutokana na ujumbe huo, tunaamini kwamba hakuna maendeleo endelevu bila mfumo imara wa kisheria, hakuna uchumi shindani bila utawala wa sheria, pia hakuna taifa lenye utulivu bila haki kwa wote. Kwa mantiki hiyo, sekta ya sheria sio tu ni muhimili wa utawala bora, bali ni miundombinu inayoonekana inayoashiria misingi ya uchumi, uwekezaji, umoja wa kitaifa. Hivyo, mwelekeo wa sekta ya sheria ni kusimamia katika nafasi ya kimkakati kama mlinzi mkuu wa utawala wa kikatiba, utawala wa sheria na haki, na kichocheo cha maendeleo ya uchumi taifa katika kufikia malengo ya Dira 2050. Mheshimiwa Mwenyekiti, hotuba inawasilishwa leo haiainishi tu takwimu za kibajeti, inabainisha dira yenye mfumo wa mageuzi ya sekta ya sheria nchini, mwelekeo wa kiitifaki wa kujenga serikali imara inayozingatia utawala wa sheria na mkakati wa kuifanya sekta ya sheria kuwa muhimili mkuu wa maendeleo ya uchumi wa taifa letu. Aidha, hotuba hii ni mwelekeo wa kimkakati wa serikali ya awamu ya 6 katika kuitumikia na kuipa nafasi sekta ya sheria nchini ili ichangie kikamilifu kwenye ujenzi wa taifa letu kwa maslahi mapana ya kizazi cha sasa na kijacho. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kazi hizi za ushindani wa kimataifa na uchumi wa kisasa, nguvu ya taifa haipimwi tena kwa rasilimali zake za asili pekee, bali inapimwa kwa uimara wa taasisi zake, ufanisi wa mifumo yake ya utoaji wa haki na uwezo wake wa kusimamia sheria katika kuleta amani, utulivu, maendeleo ya kiuchumi na ustawi wa jamii, hususan katika upatikanaji wa haki kwa wakati na kwa watu wote. Kwa mantiki hiyo, sekta ya sheria inachukua nafasi mpya katika historia ya taifa letu, isiyo tena kama msimamizi wa sheria pekee, bali kama injini ya uthabiti wa taifa na kichocheo cha maendeleo ya uchumi katika kufikia dira ya maendeleo ya 2050. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwelekeo mpya na mageuzi katika sekta ya sheria, ninaomba kutumia fursa hii kutoa shukrani zangu za dhati za kipekee kwa uongozi wa juu wa taifa letu ambao umeendelea kuweka misingi imara wa mageuzi tunayozungumza leo.
Kwa namna moja au nyingine, napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa uongozi wake madhubuti, wenye dira na wenye uelewa mpana wa nafasi ya sheria katika maendeleo ya taifa letu. Mheshimiwa Rais ameweka msingi wa mageuzi ya kweli kwa mfumo katika sekta ya sheria kama ilivyoonyeshwa katika dira 2050. Mheshimiwa Mwenyekiti, napenda kuanza kwa kusisitiza kwamba msingi wa mkuu wa dira 2050 ambao ni utawala, amani, usalama na utulivu, na si kauli ya mapambo ya sera, bali ni uamuzi wa kimkakati wa taifa letu uliofanywa kwa ujasiri na uongozi wa juu wa nchi hii. Huu ni msingi unaobeba hatima ya Tanzania ya kesho tuitakayo. Ni msingi unaotofautisha taifa linalokuwa kwa bahati na taifa linalojengwa kwa makusudi. Katika muktadha huo, bajeti ya mwaka 2026-2027 inawasilisha leo sio tu chombo cha kugawa rasilimali, bali ni nyenzo muhimu ya kutekeleza falsafa hii ya taifa ya kujenga Tanzania juu ya msingi isiyotetereka ya utawala wa sheria, amani endelevu, usalama wa uhakika na utulivu wa kudumu. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni muhimu bunge lako tukufu litambue kuwa kwa mara ya kwanza katika historia ya maendeleo ya taifa letu, sekta ya sheria imewekwa katika ya mjadala wa uchumi wa taifa. Hii ni hatua ya kihistoria. Tumetoka katika mtazamo wa kuiona sekta hii kama mtumiaji wa rasilimali, na sasa tunaijenga kama kichocheo cha ukuaji wa uchumi nchini, mlinzi wa uwekezaji, nguzo ya kuaminika, utulivu na taifa. Hakuna uchumi wa kisasa unaweza kustawi bila uhakika wa sheria. Hakuna mwekezaji anayeweza kuwekeza bila ulinzi wa haki, na hakuna maendeleo ya kweli bila mifumo ya haki inayofanya kazi kwa ufanisi na kwa haki. Mheshimiwa Mwenyekiti, msingi huu wa dira 2050 unatoka tufanye mageuzi ya kina na mifumo. Serikali inaendelea kuimarisha taasisi za utoaji haki, kuongeza upatikanaji wa huduma za kisheria kwa wananchi wote, ili kuharakisha matumizi ya teknolojia katika mfumo wa sheria, ili kuongeza uwazi na ufanisi na uwajibikaji. Aidha, tutaendelea kuimarisha na kusimamia uwazi, ufanisi na uwajibikaji, na tutaendelea kusimamia mifumo mbadala ya utatuzi wa migogoro kwa njia mbadala, yani alternative dispute resolutions ADR, ili kupunguza mzigo katika mahakama na kurahisisha haki kwa wananchi. Hayo yote ni sehemu ya kujenga taifa ambalo sheria si kikwazo bali ni daraja la maendeleo. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunapozungumzia utawala, amani, usalama na utulivu, tunazungumzia pia ujenzi wa imani ya wananchi kwa taifa lao. Taifa lenye utulivu si lile lisilo na changamoto, bali ni lile lenye mifumo imara ya kushughulikia changamoto hizo kwa haki na kwa wakati. Kupitia bajeti hii, serikali inalenga kuimarisha mshikamano wa taifa, kulinda haki za wananchi na kuhakikisha kuwa kila Mtanzania anahisi uwepo wa dola inayomtambua, inayomlinda, inayomhudumia kwa usawa. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni muhimu pia kusisitiza kuwa msingi huu wa dira 2050 si jukumu la serikali pekee, ni wajibu wa pamoja unaohusisha bunge lako tukufu, mahakama, sekta binafsi, asasi za kiraia na taasisi za dini. Taifa lenye amani na utulivu hujengwa kwa misingi ya maadili, kuheshimu sheria na uwajibikaji wa pamoja. Hivyo, utekelezaji wa msingi huu unahitaji mshikamano wa kitaifa, dhamira na malengo ya pamoja, na uongozi thabiti unaoongozwa na msingi wa haki na uadilifu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kuwa uongozi wa juu wa taifa tayari umefanya uamuzi huu wa kihistoria wa kujenga Tanzania imara kupitia utawala wa sheria, sasa ni jukumu letu kuhakikisha kuwa uamuzi huu unatekelezwa kwa vitendo, kwa uthabiti na kwa matokeo yanayoonekana. Hivyo basi, naomba bunge lako tukufu liunge mkono bajeti hii, sio tu kama bajeti ya Wizara ya Katiba na Sheria, bali kama chombo cha taifa cha kulinda, kuimarisha msingi wake mkuu wa maendeleo. Kwa kufanya hivyo, tutakuwa tumeweka jiwe la msingi imara kuelekea Tanzania yenye amani ya kudumu, usalama wa uhakika, utawala bora, maendeleo jumuishi ifikapo 2050. Dira na dhima kauli mbiu yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, dira ya Wizara ya Katiba na Sheria ni kuwa na taifa linalozingatia haki, jumuishi na yenye ustahimilivu, ambapo usawa na uadilifu na utawala wa sheria vitatawala kwa wote. Mheshimiwa Mwenyekiti, dhima ya wizara kuweka mifumo madhubuti ya kikatiba na kisheria, kuendeleza upatikanaji wa haki, kulinda haki za binadamu na kuhakikisha usimamizi endelevu wa rasilimali asilia
kwa maendeleo kwa binadamu kwa kuhakikisha usimamizi endelevu na rasilimali asilia kwa maendeleo ya kijamii, kiuchumi ya Tanzania. Vile vile wizara ina kauli mbiu ya haki, usawa na utawala wa sheria kwa wote. Muundo na majukumu ya wizara. Mheshimiwa Mwenyekiti, muundo wa majukumu ya wizara, katiba na sheria yameainishwa kwenye ibara ya 24 na 25 katika kitabu cha hotuba yangu. Mapitio ya utekelezaji wa mpango wa bajeti ya wizara mwaka 2025/26. Mheshimiwa Mwenyekiti, utekelezaji wa mpango wa bajeti ya wizara kwa mwaka wa fedha 2025/26 ulizingatia dira, miongozo mbalimbali ya kitaifa na kimataifa kama ilivyoainishwa katika ibara ya 26 katika kitabu cha hotuba yangu. Mheshimiwa Mwenyekiti, masuala ya kipaumbele yalibainishwa katika bajeti ya mwaka 25/26 yameainishwa kwenye ibara ya 27 katika kitabu cha hotuba yangu. Mwenendo wa bajeti ya fedha iliyopokelewa wizara kwa mwaka wa fedha 2025/26. Makusanyo na maduhuli. Katika mwaka wa fedha 2025/26, wizara, muhimili na mahakama pamoja na taasisi zilizoko chini ya wizara ilipanga kukusanya maduhuli yenye jumla ya shilingi bilioni 15 na milioni 680 katika kipindi cha Julai 2025 hadi Machi 2026. Wizara, muhimili wa mahakama na taasisi, wizara imekusanya jumla ya shilingi bilioni 5.32 sawa na asilimia 33.9 ya lengo la makusanyo ya maduhuli kwa mwaka wa fedha 2025/26 na asilimia 45.3 kwa lengo la kipindi cha miezi 9. Sababu ya kutofikiwa lengo la makusanyo ya maduhuli ni kupungua kwa washtakiwa walihukumiwa na kutozwa faini. Mheshimiwa Mwenyekiti, bajeti iliyoidhinishwa katika mwaka wa fedha 2025/26, wizara, muhimili wa mahakama na taasisi za wizara iliidhinishwa jumla ya shilingi bilioni 687.69 kwa ajili ya matumizi ya kawaida na miradi ya maendeleo. Kati ya fedha hizo, shilingi bilioni 135.99 ni kwa ajili ya mishahara, na kati ya fedha hizo shilingi bilioni 389.46 kwa ajili ya matumizi ya mengineyo, na shilingi bilioni 132.24 kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Fedha zilizopokelewa. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kipindi cha Julai 2025/26, muhimili wa mahakama na taasisi za wizara imepokea jumla shilingi bilioni 526.62 sawa na asilimia 77 ya bajeti ya shilingi bilioni 687.69 iliyoainishwa katika fedha hizo. Shilingi bilioni 105.64 ni kwa ajili ya mishahara ya watumishi, shilingi bilioni 297.28 kwa ajili ya matumizi mengineyo, na shilingi bilioni 123.71 ni fedha kwa ajili ya utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo nchini. Utekelezaji na majukumu ya kuzingatia vipaumbele. Mheshimiwa Mwenyekiti, utekelezaji wa mpango wa bajeti kwa mwaka wa fedha 2025/26 umezingatia vipaumbele vilivyowekwa na wizara katika mwaka husika. Kuimarika kwa huduma za msaada wa kisheria moja kwa watu wenye uhitaji. Mheshimiwa Mwenyekiti, msaada wa kisheria ni nguzo muhimu katika kulinda haki za wananchi na kuhakikisha upatikanaji wa haki kwa wote, hususan kwa watu wasio na uwezo wa kumudu gharama za uwakilishi katika vyombo vya utoaji wa haki. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kipindi cha Julai 2025 hadi Machi 2026, jumla wananchi 7,462,387 walifikiwa na kupatiwa huduma za msaada wa kisheria. Aidha, kupitia afua hiyo, jumla ya migogoro 5209 ilipokelewa, ambapo kati ya hiyo migogoro 2545 ilihitimishwa na 2664 iliendelea kufanyiwa kazi katika vyombo mbalimbali vya maamuzi. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kipindi cha Julai 2025 hadi Machi 2026, wizara ilifanya ufuatiliaji wa utoaji wa huduma ya msaada wa kisheria katika maeneo ya vizuizi kwenye mikoa minne: Mara, Mwanza, Shinyanga na Simiyu. Ufuatiliaji huu ulibainisha kuwa kupitia utoaji wa huduma ya msaada wa kisheria, kati ya wafungwa na mahabusu 3847 waliofikiwa katika magereza 18 katika mikoa tajwa, jumla wafungwa na mahabusu 1377 waliachiwa ndani ya kipindi cha miezi minne na kupitia huduma ya parole au kupatiwa adhabu mbadala nje ya gereza baada ya kukamilisha taratibu kwa mujibu wa sheria. Mheshimiwa Mwenyekiti, kufuatia mafanikio yaliyopatikana katika utekelezaji wa kampeni ya msaada wa kisheria, yani Mama Samia Legal Aid Campaign awamu ya kwanza, wizara imekamilisha mkakati wa utekelezaji wa awamu ya pili wa MSLAC2
utakaotekelezwa katika kipindi cha miaka mitano, yani 2026, 2027, 2029, 2030. Mkakati huu unalenga kuimarisha mafanikio yaliyopatikana na kushughulikia changamoto zilizojitokeza katika awamu ya kwanza. Hakika msaada wa kisheria tutakwenda nchi nzima kuhakikisha kwamba wananchi wananufaika na wizara hii ya Katiba na Sheria. Pili, kushughulika masuala ya kikatiba pamoja na kutoa elimu ya katiba na uraia kwa umma. Mheshimiwa Mwenyekiti, wizara inatambua kuwa msingi imara wa utawala bora, haki na maendeleo endelevu ya taifa letu unategemea uwepo wa mifumo madhubuti wa kikatiba unaoeleweka na unaoheshimiwa na wananchi wote. Mheshimiwa Mwenyekiti, kipindi cha Julai 2025 hadi Machi 2026, wizara kwa kushirikiana na Taasisi ya Elimu Tanzania TET imechopeka maudhui ya katiba na uraia katika mitaala ya shule za awali, msingi na sekondari kwa ajili ya kuendelea kufundisha. Aidha, wizara imeandaa hati ya makubaliano na Chuo Kikuu cha Mzumbe kwa lengo la kuandaa maudhui ya kikatiba na maadili katika mtaala wa chuo hicho ili yaanze kufundishwa katika somo la katiba na maadili nchini. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka wa fedha 2025/2026, wizara kwa kushirikiana na Mamlaka ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi Stadi imekamilisha uandaaji wa maudhui ya elimu ya katiba na uraia yatakayofundishwa katika vyuo vya mafunzo ya ufundi stadi katika somo la stadi za maisha. Aidha, mwongozo wa kuifundisha elimu ya katiba na uraia na nyenzo za ufuatiliaji na tathmini vimeandaliwa, na vile jumla ya wanafunzi 26 na walimu 80 kutoka katika kanda zote 9 za VETA wamepewa mafunzo. Somo hili limeanza kufundishwa rasmi Machi 2026. Mheshimiwa Mwenyekiti, kutekeleza mapendekezo ya Tume ya kuangalia jinsi ya kuboresha taasisi ya haki jinai nchini. Katika kuhakikisha kuwa mifumo ya haki jinai inaimarika, serikali imeendelea kutekeleza mapendekezo ya Tume ya kuangalia namna ya kuboresha taasisi za haki jinai nchini. Maboresho haya yamejikita katika kuhakikisha kuwa mifumo ya sheria, kimuundo na kitaasisi inaboreshwa ili taasisi ya haki jinai ziweze kutekeleza majukumu yaliyoainishwa kwa ufanisi mkubwa na kwa weledi mkubwa. Hivyo haki jinai inapatikana kwa watu wote na kwa wakati. Katika kipindi cha Julai 2025 hadi Machi 2026, wizara imeandaa rasimu ya sera ya taifa ya haki jinai pamoja na mkakati wa utekelezaji wa sera. Ni matarajio ya serikali kuwa sera hiyo itatoa mwongozo wa jumla kuhusu namna ya kufanyia kazi masuala ya haki jinai ili kuimarisha utawala bora na hivyo kufikia malengo ya serikali yaliyomo kwenye mipango ya kimataifa na kitaifa ambayo serikali imeridhia. Mheshimiwa Mwenyekiti, muundo wa wizara umeboreshwa kwa kuanzisha division ya ulinzi wa watoa taarifa za uhalifu na mashahidi. Lengo la kuanzisha kwa division hiyo ni kutoa ulinzi na motisha na kulipa fidia kwa watoa taarifa fiche za uhalifu na mashahidi ili kuwaongezea imani, kuimarisha usalama na hivyo kuwezesha ushahidi kupatikana kwa wakati. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka wa fedha 2025/2026, serikali inajenga mfumo wa jumuisho wa tehama wa haki jinai, yani Criminal Justice Single Window System. Lengo la kuhakikisha mfumo wa tehama inasomana kulingana na majukumu ya kila mdau haki jinai na hivyo kurahisisha utendaji wa majukumu ya kuimarisha uwazi miongoni mwa taasisi za haki jinai. Mheshimiwa Mwenyekiti, Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora imefanya mapitio ya muundo wake na kuanzisha kitengo kinachoshughulikia taasisi za haki jinai kama ilivyopendekezwa na Tume ya kuangalia jinsi ya kuboresha taasisi za haki jinai nchini. Kitengo hicho kimeanza kutekeleza majukumu yake ambapo katika kipindi cha Julai 2025 hadi Machi 2026 jumla ya malalamiko 69 yanahusu ucheleweshwaji wa mashauri ya jinai, kunyimwa dhamana na matumizi mabaya ya madaraka yalipokelewa, na malalamiko hayo yameendelea kufanywa kazi ili kuyahitimisha. Mheshimiwa Mwenyekiti, kubainisha kutatua migogoro ya kisheria kwa wananchi na wadau wengine, wizara imejikita katika kuimarisha mifumo ya utoaji haki nchini na haki madai ili kuhakikisha haki inapatikana kwa wote na kwa wakati. Mheshimiwa Mwenyekiti, wizara kupitia wakala wa usajili wa ufilisi na udhamini ilipokea migogoro zaidi ya 32 ya bodi ya wadhamini ambapo migogoro 6 ilitatuliwa kwa njia ya majadiliano na migogoro 26 ipo katika hatua mbalimbali za usuluhishi. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kipindi cha Julai 2025-2026 March, wizara imepokea malalamiko 1527 kupitia kituo cha huduma ya mteja ambapo kati ya hayo malalamiko 1322 sawa na 86.5% yamefanyiwa kazi.
na kuhitimishwa, na malalamiko 205 yanaendelea kufanywa kazi katika hatua mbalimbali za utatuzi. Mheshimiwa Mwenyekiti, wizara imeanzisha programu maalum ya Sema na Waziri ambayo ilizinduliwa rasmi tarehe 17 Machi 2026. Programu hii inalenga kutoa fursa kwa wananchi kupiga simu moja kwa moja na kuhudumiwa moja kwa moja na Mheshimiwa Waziri katika masuala mbalimbali ya kisheria, kuimarisha mawasiliano kati ya serikali na wananchi, pamoja na kurahisisha utatuzi wa migogoro papo kwa papo. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kipindi cha Julai 2025 Machi 2026, wizara kupitia Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora ilipokea malalamiko 143 na kuyafanyia kazi. Malalamiko haya yalihusu migogoro ya ardhi, uchafuzi wa mazingira, ukamataji na mauaji ya mifugo, fidia ya mali, kutolipwa mafao, kushushwa cheo kiuonevu, kubomolewa nyumba na matumizi mabaya ya madaraka. Katika malalamiko hayo 96 yalifungwa na 47 yanaendelea kufanywa kazi. Katika kuimarisha mifumo ya utoaji haki ipatikane kwa wote, Mheshimiwa Mwenyekiti, wizara pamoja na taasisi zake imeendelea kuimarisha mifumo ya utoaji haki kwa kufanya mageuzi ya kisheria, kimuundo na kiutendaji kwa lengo la kuhakikisha haki inapatikana kwa watu wote na kwa usawa. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kipindi cha Julai 2025 hadi Machi 2026, wizara imepokea maombi 63 ya nyongeza ya muda wa kufungua mashauri mahakamani, ambapo maombi 49 yamehitimishwa na maombi 14 yanaendelea kufanyiwa kazi. Aidha, maombi 36 kuachia huru wahalifu wenye changamoto ya afya ya akili yamepokelewa, ambapo amri ya kuachiliwa huru kwa wahalifu 36 zinaandaliwa na kutolewa. Vile vile wizara ilipokea maombi 4 ya kuachia huru wafungwa waliowekwa kizuizini chini ya uangalizi wa rais kutokana na umri mdogo, ambao amri za kuachilia huru wafungwa 2 zimetolewa na nyingine 2 bado zinafanywa kazi. Mheshimiwa Mwenyekiti, swala la kuhakikisha usikilizaji wa mashauri mahakamani ni moja ya vipaumbele muhimu vya mahakama ya Tanzania katika kuhakikisha kuwa wananchi wote wanapata haki kwa wakati. Katika kipindi cha Julai 2025 hadi Machi 2026 kulikuwa na jumla mashauri 205,038 mahakamani. Kati ya mashauri hayo, mashauri 166,553 yalisikilizwa na kuhitimishwa na mashauri 38,485 yanaendelea katika hatua mbalimbali katika mahakama zetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, usikilizaji na umalizaji wa haraka wa mashauri yaliyomo mahakamani una mchango mkubwa kwa taifa kiuchumi na kijamii. Mathalan, katika zoezi maalum la kusikiliza mashauri ya kiuchumi na kibiashara iliyofanywa na mahakama katika kipindi cha Oktoba hadi Novemba 2025, mashauri 2973 yalihitimishwa. Kuhitimishwa kwa mashauri hayo kuliwezesha kuachilia jumla ya shilingi trilioni 13.1 zilikuwa zimeshikiliwa kutokana na mashauri hayo na hayo kuingia kwenye mzunguko wa uchumi nchini. Mheshimiwa Mwenyekiti, ukaguzi na usimamizi wa shughuli za kimahakama katika ngazi ya mahakama ya hakimu mkazi, mahakama ya wilaya na mahakama ya mwanzo kwa kanda 20 za kimahakama umefanyika kwa 100%. Matokeo ya ukaguzi huo yamewezesha kuongeza kasi ya umaliziaji mashauri mahakamani kwa kuambatana na kuongezeka kwa kasi ya umaliziaji mashauri katika mahakama na ukaguzi wa jalada moja baada ya jingine. Vile vile magereza 129 kati ya 130 yaliyopo yalikaguliwa sawa na 98.8. Kuboreka kwa mfumo wa kitaifa kuzingatia mifumo ya kikanda. Mheshimiwa Mwenyekiti, Wizara ya Katiba na Sheria ina jukumu la kusimamia na kuratibu masuala ya haki za binadamu nchini, ikiwa ni pamoja na kufuatilia utekelezaji wa mikataba na itifaki za kikanda na kimataifa ambazo nchi imeridhia. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka wa fedha 2025-2026, serikali imeendelea na rasimu ya taarifa ya nchi za hali ya haki za binadamu ya mzunguko wa 4 kwa mfumo wa mapitio ya kipindi maalum, yani UPR, ambayo inapima kuonesha maendeleo ya nchi katika utekelezaji wa masuala ya haki za binadamu. Aidha, kwa mara ya kwanza taasisi za kidini, faith based organization FBOs, zimeshirikisha serikali katika maandalizi ya taarifa yao kivuli, yani shadow report, kuhusu masuala ya haki za binadamu. Taarifa hizo zitawasilishwa Umoja wa Mataifa Julai 2026. Mheshimiwa Mwenyekiti, Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora imeandaa taarifa utekelezaji wa maendeleo ya 187 iliyotolewa kwa Tanzania katika mzunguko wa UPR wa mwaka 2021 kwa ajili ya kuonesha namna nchi ilivyotekeleza mapendekezo ili kuainisha
kulinganisha na taarifa iliyotolewa na nchi katika mzunguko wa 4 wa UPR. Taarifa hiyo imewasilishwa Umoja wa Mataifa tarehe 10 mwezi Aprili 2026 kama taarifa kivuli shadow report kutoka Taasisi ya Kitaifa ya Haki za Binadamu nchini. Kuimarika kwa ushirikiano wa kikanda na kimataifa katika masuala ya haki jinai na haki za madai. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kuimarisha ushirikiano wa kikanda na kimataifa, wizara na taasisi zake umeshiriki katika mikutano mbalimbali yenye malengo mahususi ya kuboresha mifumo ya haki jinai na haki madai. Mikutano hiyo imebainishwa katika ibara ya 64 katika kitabu cha hotuba yetu ya leo. Kuiwezesha matumizi ya lugha ya Kiswahili katika sekta ya sheria nchini. Katika kutekeleza programu ya kutumia lugha ya Kiswahili kwenye utoaji wa haki na kuwezesha wananchi kuzielewa sheria za nchi, wizara kupitia ofisi ya mwandishi mkuu wa sheria imekamilisha tafsiri ya sheria kuu 433 kwa lugha ya Kiswahili ili ziweze kutumika mahakamani na kutangazwa rasmi kupitia tangazo la serikali namba 659 la 2025. Sheria hizi pamoja na sheria 13 zilizotungwa katika lugha ya Kiswahili zinafanya jumla ya sheria zote 446 kuwa katika Kiswahili. Katika kuwezesha utekelezaji wa sheria kuu zinazotafsiriwa katika lugha ya Kiswahili, wizara kupitia ofisi ya mwandishi mkuu wa sheria inaendelea na zoezi la tafsiri ya sheria ndogo ambazo katika kipindi cha Julai 2025 hadi Machi 2026 jumla ya sheria ndogo 229 zimetafsiriwa kutoka katika lugha ya Kiingereza na kwenda kwenye lugha ya Kiswahili. Kuimarika kwa mifumo ya kisheria na kitaasisi katika utatuzi wa migogoro kwa njia mbadala. Mheshimiwa Mwenyekiti, wizara inatambua na kuthamini nafasi ya njia mbadala ya utatuzi wa migogoro katika kuimarisha upatikanaji wa haki kwa wakati, kupunguza gharama na kudumisha amani, utulivu na mshikamano wa kijamii. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kipindi cha Julai 2025 hadi Machi 2026, wizara imepokea maombi 332 ya wataalamu wa utatuzi wa migogoro kwa njia mbadala. Kati ya maombi hayo, maombi 205 yameidhinishwa na baada ya kukidhi vigezo vya jopo la ithibati. Hadi kufikia Machi 2026, jumla ya watatuzi migogoro kwa njia mbadala 881 wamesajiliwa. Aidha, jumla watoa huduma za utatuzi wa migogoro kwa njia mbadala 813 wamepatiwa mafunzo, wakiwemo wasuluhishi arbitrators 362, wapatanishi mediators 286, waendesha maridhiano reconciliators 101 na waendesha majadiliano negotiators 132. Wizara kupitia ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali imesimamia majadiliano ambayo yamewezesha kuhitimishwa kwa migogoro ya nje ya mahakama katika kipindi cha kuanzia Julai 2025 hadi Machi 2026. Jumla ya migogoro na madai 143 imefanywa kazi, ambapo kiasi kilichodaiwa kabla ya majadiliano ni shilingi trilioni 2.83. Kufuatia majadiliano hayo, kiasi kilicholipwa ni shilingi trilioni 2.18. Hivyo serikali imeokoa shilingi bilioni 646.22 katika kuimarisha utendaji kazi na kulinda maslahi ya taifa. Imewekwa mikakati ya kutoa mafunzo ya kisheria kwa viongozi wa umma. Jitihada hizi zinalenga kuzuia migogoro, kuokoa rasilimali za umma na kujenga uwezo wa kisheria katika serikali yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, hadi kufikia tarehe 30 Juni 2025, Mahakama Kuu kituo cha usuluhishi ilikuwa na jumla ya mashauri 37 katika kipindi cha Julai 2025 hadi Machi 2026. Mashauri 238 yamepokelewa na kufanyiwa kazi. Jumla mashauri 275. Kati ya mashauri hayo, mashauri 442 yamesuluhishwa na mashauri 33 yanaendelea katika hatua mbalimbali za usuluhishi. Kuimarika kwa usimamizi wa mikataba na utajiri asili wa maliasili. Mheshimiwa Mwenyekiti, ulinzi na usimamizi wa utajiri asili, maliasili na nchi kwa wajibu wa kikatiba ni msingi wa uhai wa uchumi wetu. Hivyo wizara imeendelea kutekeleza majukumu la kusimamia masuala ya utajiri asili na maliasili za nchi. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka wa fedha 2025/2026, wizara ilipokea mikataba 140 ya uwekezaji katika sekta ya utajiri asili na maliasili na kuifanya mapitio ili kuhakiki uzingatiwaji wa misingi ya sheria. Aidha, wizara iliwajengea uwezo wataalamu 72 kutoka wizara ya kisekta, idara ya taasisi na wakala wa serikali zilizohusika na ulinzi na usimamizi wa maliasili za nchi. Vile vile viongozi na watendaji 244 wa serikali walijengewa uwezo faida na changamoto za mikataba ya kukuza na kulinda uwekezaji. Mheshimiwa Mwenyekiti,
katika mwaka wa fedha 2025/2026 wizara imeandaa mwongozo wa tathmini na ufuatiliaji wa uzingatiaji wa misingi ya sheria, usimamizi wa utajiri asili na maliasili ya nchi. Lengo la mwongozo huo ni kufanya tathmini ya uzingatiaji na utekelezaji wa sera, sheria na kanuni za kisekta kwa kuhakikisha kuwa nchi inapata mapato stahiki yanayotokana na uwekezaji katika miradi tajiri asili na maliasili. Kuimarisha usimamizi na ufuatiliaji wa majadiliano mikataba. Wizara kupitia ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali ina jukumu la kuimarisha upekuzi, usimamizi, majadiliano na ufuatiliaji na utekelezaji wa mikataba. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kipindi cha Julai 2025 hadi Machi 2026, ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali ilifanya upekuzi wa mikataba ya kitaifa, kikanda na kimataifa 2562. Upekuzi huu umeimarisha ulinzi wa maslahi ya serikali, kupunguza hatari za hasara za kifedha, kuongeza maslahi ya serikali, kupunguza hasara za kifedha za serikali, kuongeza uwajibikaji katika matumizi ya fedha za umma na kuhakikisha miradi ya maendeleo inatekelezwa kwa kuzingatia sheria, mikataba yenye tija kwa taifa letu. Vile vile ofisi ilikamilisha upekuzi wa hati za makubaliano, yani Memorandum of Understanding 396. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kipindi cha Julai 2025 hadi Machi 2026, wizara kupitia ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali imesimamia mikataba 2821 inayosainiwa kati ya serikali na wadau mbalimbali. Aidha, ofisi imepokea maombi ya kuvunja mikataba 7 ambayo ilishauri mikataba 5 ivunjwe kwa mujibu wa masharti ya mikataba husika na mikataba 2 ilishauriwa isivunjwe, badala yake utekelezaji uendelee kwa mujibu wa masharti ya kimkataba. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kipindi cha Julai 2025 hadi Machi 2026, wizara kupitia ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali imesimamia majadiliano yaliyofanikisha kusainiwa kwa mikataba 9 yenye jumla ya thamani ya shilingi trilioni 7.48 nchini. Kuimarika kwa mifumo wa uandishi, utafsiri wa urekebu na sheria. Mheshimiwa Mwenyekiti, wizara kupitia ofisi ya mwandishi mkuu wa sheria imeendelea na majukumu yake ya kuandaa miswada ya sheria, kuandaa, kuhakiki na kusimamia uchapishaji wa sheria ndogo, kutafsiri na kurekebisha sheria. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kipindi cha Julai 2025 hadi Machi 2026, wizara kupitia ofisi ya mwandishi mkuu wa sheria imeandaa miswada ya sheria 4. Kati ya miswada hiyo 2 imesomwa kwa mara ya kwanza, ambayo ni mswada wa marekebisho ya sheria mbalimbali wa mwaka 2026 na mswada wa sheria mikopo kwa dhamana za mali zinazohamishika kwa mwaka wa fedha 2026. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kipindi cha Julai 2025 hadi Machi 2026, wizara kupitia ofisi ya mwandishi mkuu wa sheria imeandaa na kuhakiki kuchapisha jumla sheria ndogo 447. Sheria hizo zinajumuisha kanuni 107, notes 145, amri 125, sheria ndogo 62, hati 7 na mwongozo 1. Mchanganuo wa sheria hizo umeainishwa kwenye kiambatanisho namba 5 kwenye ukurasa wa 164 katika kitabu cha hotuba yangu. Mheshimiwa Mwenyekiti, wizara kupitia ofisi ya mwandishi mkuu wa sheria imekamilisha kutoa toleo la urekebu la nyongeza la mwaka 2025 ambalo limejumuisha sheria kuu 71 zilizorekebishwa. Aidha, sheria hizo zimetangazwa katika gazeti la serikali namba 637A la 2025. Vile vile sheria ndogo 265 zimefanywa urekebu. Kuongezeka kwa uelewa wa watendaji wa serikali na wananchi kuhusu sheria nchini. Mheshimiwa Mwenyekiti, wizara pamoja na taasisi zake imeweka kipaumbele hususani katika kutoa uelewa kwa watendaji wa serikali kuhusu huduma zinazotolewa kwa kuzingatiaji sheria, kanuni, taratibu na miongozo mbalimbali ili kuhakikisha utekelezaji wa majukumu na unazingatia misingi ya haki, uwajibikaji na weledi. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kipindi cha Julai 2025 hadi Machi 2026, wizara kupitia wakala wa usajili na ufilisi na udhamini imetoa elimu ya usimamizi wa bodi za wadhamini, udhamini wa umma na usajili wa ndoa na kimila kwa watumishi 370 wakiwemo wakuu wa wilaya 42, makatibu tawala 56, maafisa tarafa 218, viongozi wa dini 54 katika mikoa ya Singida, Morogoro, Iringa, Dodoma, Mbeya, Songwe, Rukwa na Katavi. Aidha, wajumbe wa bodi ya wadhamini 585 wamepatiwa mafunzo ya usimamizi wa bodi za wadhamini kwa kuzingatia sheria katika mikoa tajwa
Vile vile wakala umetoa elimu ya usajili wa vizazi na vifo, ndoa ya udhamini wa umma na mirathi kwa wananchi kupitia vipindi vya redio 560, vipindi vya runinga 170, maudhui 487, katika mitandao ya kijamii maudhui 74, katika blog na maudhui 85 katika magazeti. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kipindi cha Julai 2025 hadi Machi 2026, Wizara kupitia Tume ya Kurekebisha Sheria Tanzania ilitoa elimu kwa masuala ya kisheria katika maonesho ya kitaifa ya 77 na 88, ambapo jumla wananchi 745,693 walifikiwa. Vile vile tume iliandaa na kurusha vipindi vya runinga, redio na kusambaza vipeperushi 5860. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kipindi cha Julai 2025 hadi Machi 2026, Wizara kupitia Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora imeandaa na kurusha hewani jumla ya vipindi 57 kupitia runinga, vipindi 5 vya redio na vipindi 52. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kipindi cha Julai 2025 hadi Machi 2026, Wizara kupitia Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora imetoa elimu kwa umma kwa njia mbalimbali, ikiwemo jumbe fupi and bulk SMS kupitia simu za mkononi, ambapo jumbe moja iliwafikia takribani wananchi zaidi ya 87,557. Aidha, jumla nakala 19,555 za vipeperushi zilisambazwa kwa wananchi. Klabu 25 za haki za binadamu zilianzishwa katika shule za msingi, sekondari na vyuo vya kati na vyuo vikuu na kufanya jumla ya vilabu 389. Mheshimiwa Mwenyekiti, Wizara kupitia Tume za Haki za Binadamu na Utawala Bora ilitoa mafunzo kwa wadau 2,088 wakiwemo maafisa wa jeshi la polisi 827, waandishi wa habari 354 na wananchi 907. Mafunzo haya yalitolewa katika mikoa 14 ya Tanzania bara na 5 Zanzibar. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kipindi cha Julai 2025 hadi Machi 2026, Wizara kupitia Ofisi ya Wakili Mkuu wa Serikali imetoa mafunzo ya muda mfupi kwa mawakili wa serikali 596 kutoka katika wizara, mamlaka ya serikali za mitaa na taasisi mbalimbali kuhusu uendeshaji na usimamizi wa mashauri na madai na usuluhishi. Kuimarika kwa utafiti na tathmini ya kupitia sheria. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kipindi cha Julai 2025 hadi Machi 2026, Wizara kupitia Tume ya Kurekebisha Sheria Tanzania imefanya utafiti wa mifumo ya sheria zinazosimamia biashara ya hewa ya ukaa, matumizi ya akili unde, usajili wa mawakili Tanzania, mfumo wa sheria ya kupinga maamuzi ya kiutawala nchini. Pia tume imefanya tathmini ya sheria ya mamlaka ya nchi katika umiliki wa mali na rasilimali asili, sura 449, sheria ya mapitio ya majadiliano na kuhusu masharti halisi katika mikataba ya mali na rasilimali asilia, sura ya 450, na sheria ya ugaidi, sura ya 19. Vile vile tume imefanya mapitio ya sheria ya usuluhishi, sura ya 15, sheria ya usalama na afya mahali pa kazi, sura ya 295, sheria ya bima ya vyombo vya moto vyombo vya moto magari, sura ya 169, sheria ya bima, sura ya 394. Hatua hizi zinalenga kujenga msingi imara wa maboresho ya sheria pale inapobidi, kuandaa mapendekezo ya kutungwa kwa sheria mpya zitakazowezesha uwezo wa mfumo wa sheria inayokidhi mahitaji ya maendeleo ya sasa na ya baadaye, baada ya kubaini kiwango cha ufanisi kwa utekelezaji wa sheria hizo. Kuendesha mashtaka ya jinai, kuimarisha shughuli za utenganishi na mashtaka na upelelezi. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kipindi cha Julai 2025 hadi Machi 2026, Ofisi ya Taifa ya Mashtaka imeendesha kesi za jinai 17,612 katika mahakama ya wilaya na hakimu mkazi nchini. Katika kipindi hicho kesi 14,522 sawa na 82% zimehitimishwa mahakamani. Kati ya kesi zilizohitimishwa 10,640 sawa na 73% zilihitimishwa kwa watuhumiwa kutiwa hatiani. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kipindi cha Julai 2025 hadi Machi 2026, jumla ya kesi 2,491 ziliendeshwa katika kanda ya mahakama kuu. Kati ya kesi zilizoendeshwa, kesi 864 sawa na 64.7% zilihitimishwa. Katika kipindi cha Julai 2025 hadi Machi 2026, jumla ya rufaa na maombi 389 ya mkurugenzi wa mashtaka yalisikilizwa. Jumla ya rufaa na maombi 139 sawa na 65.7% yalisikilizwa na kutolewa maamuzi. Aidha, rufaa na maombi 250 sawa na 64.3% yanaendelea kusikilizwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, jumla ya rufaa na maombi 2,773 dhidi ya mkurugenzi wa mashtaka yalisikilizwa katika mahakama kuu. Aidha, jumla ya rufaa na maombi 1,368 sawa na 49.3% yalitolewa ufafanuzi. Wizara kupitia Ofisi ya Taifa ya Mashtaka iliendelea na zoezi la
utaifishaji wa mali zinazotokana na uhalifu mara baada ya kesi kuhitimishwa. Mali zilizotaifishwa ni pamoja na nyumba 10, viwanja 16, hati fungani zilizoko Benki Kuu ya Tanzania zenye thamani ya shilingi milioni 490, fedha taslimu shilingi milioni 8,543,350 na dola za Kimarekani 1,800 sawa na shilingi milioni 4,626. Mali hizi zilipatikana kwa njia za uhalifu, mali mazalia ya uhalifu ama zilitumika kutenda uhalifu, zilitaifishwa kuwa mali za serikali. Hatua hii ya utaifishaji ilidhihirisha dhamira ya serikali kwamba hakuna mwananchi atakayenufaika na mali zinazotokana na uhalifu. Hivyo nitoe wito kwa wananchi kuzingatia sheria na kuepuka kutenda uhalifu kwa kuwa uhalifu haulipi. Mheshimiwa Mwenyekiti, Wizara kupitia Ofisi ya Taifa ya Mashtaka imeendelea kutenganisha huduma ya mashtaka na upelelezi pamoja na kusogeza huduma ya kimashtaka kwa wananchi katika ngazi za mikoa na wilaya. Katika kipindi cha Julai 2025 hadi Machi 2026, ofisi ilifungua ofisi za wilaya katika wilaya 10 ambazo Kakonko Kigoma, Liwale Lindi, Mkinga Tanga, Kibiti, Kisarawe, Pwani, Sikonge, Uyui Tabora, Nyasa na Mtumbo Mbogwe Geita, hivyo kuwa na jumla ya ofisi za wilaya 118 kati ya wilaya 139 zilizopo nchini. Aidha, jumla ya mawakili wa serikali 78 wameajiriwa ili kukamilisha na kukabiliana na upungufu wa watumishi katika ofisi ya mikoa na wilaya. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kipindi cha Julai 2025 hadi Machi 2026, ofisi ya wakili mkuu wa serikali imeendesha jumla mashauri ya madai 10,401. Katika kuendesha mashauri hayo, mashauri 641 yalihitimishwa. Katika mashauri yaliyohitimishwa, ofisi imeshinda mashauri 565 sawa na 88.1% ya mashauri yaliyomalizika na kuokoa shilingi bilioni 316.28. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kipindi cha Julai 2025 hadi Machi 2026, ofisi ya wakili mkuu wa serikali imeendesha jumla mashauri ya usuluhishi 251. Aidha, mashauri 18 yalihitimishwa yakiwemo 17 ya usuluhishi na wa kitaifa na moja la usuluhishi wa kimataifa. Kutokana na kumalizika kwa mashauri hayo, serikali imeokoa shilingi bilioni 6.81 na dola za Kimarekani milioni 418.17 ujenzi na ukarabati wa miundombinu katika sekta ya sheria. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kipindi cha Julai 2025 hadi Machi, ujenzi wa majengo mbalimbali ya mahakama umeendelea ukijumuisha vituo jumuishi vya utoaji wa haki 9 katika mikoa ya Geita, Lindi, Katavi, Njombe, Simiyu, Ruvuma, Songwe, Singida, Kusini Pemba, ambapo baadhi ya majengo yamekamilika kwa 100% na mengine yapo katika hatua za mwisho za umaliziaji. Ujenzi wa majengo haya umewezesha kuanzishwa kwa masijala za mahakama kuu katika mikoa ya Njombe, Katavi, Singida, Lindi, Songwe, ambapo hapo awali wananchi walikuwa wanapata huduma za mahakama kuu kupitia mikoa jirani. Miradi mingine ya majengo ya mahakama ni pamoja na kuendelea na ujenzi wa mahakama za wilaya 18 na mahakama za mwanzo 71 katika mikoa mbalimbali. Vile vile mahakama imeendelea na ukarabati wa majengo ya zamani ya mahakama kuu Dodoma, Mwanza, Dar es Salaam, Iringa, mahakama ya hakimu mkazi Kisutu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kipindi cha kuanzia Julai 2025 hadi Machi 2026, Ofisi ya Taifa ya Mashtaka imekamilisha ujenzi wa jengo la ofisi ya makao makuu Dodoma na ofisi 5 za mikoa ya kimashtaka ya Morogoro, Tanga, Njombe, Geita, Mbeya, na hivyo kufikisha majengo ofisi za mikoa kimashtaka kufika 12 kati ya mikoa 30. Kukamilika kwa ujenzi wa majengo hayo kumeisaidia kuboresha na kusogeza huduma zaidi kwa wananchi. Aidha, ofisi inaendelea na ujenzi wa majengo ya ofisi ya mikoa na wilaya katika mikoa 8 ambayo ya kimashtaka Kinondoni, Temeke, Simiyu, Lindi, Singida, Kigoma, Songwe, Kilimanjaro. Aidha, ujenzi wa majengo ya ofisi za wilaya 6 unaendelea katika wilaya ya Bahi, Manyoni, Hai, Kigamboni, Nzega na Mufindi. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kipindi cha Julai 2025 hadi Machi 2026, ofisi imeendelea na utekelezaji wa mradi wa ujenzi wa majengo ya vituo jumuishi taasisi za serikali zinazotoa huduma ya kisheria katika mikoa ya Mwanza umefikia 74% na Arusha 50%.
Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kusimamia na kuendeleza elimu ya taaluma ya sheria nchini, Mheshimiwa Mwenyekiti, Wizara kupitia Taasisi ya Mafunzo ya Wanasheria kwa Vitendo, The Law School of Tanzania LST, Chuo cha Uongozi wa Mahakama Lushoto, Institute of Judicial Administration, yani IJA, imeendelea na kutoa elimu ya taaluma ya sheria nchini na mafunzo endelevu ya kimahakama. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika matokeo ya mtihani wa Septemba 2025-2026, Taasisi ya Mafunzo ya Wanasheria kwa Vitendo Tanzania, jumla wa wahitimu 697 walifaulu kwenye vipengele vyao vyote na wengine walifaulu kwenye vipengele vya masomo baadhi. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kipindi cha Julai 2025 hadi Machi 2026, Chuo cha Uongozi wa Mahakama kimesajili jumla ya wanafunzi 822 sawa na 82.2% ya lengo la udahili wa wanafunzi 1000. Aidha, katika kipindi hicho jumla ya wanafunzi 815 walihitimu mafunzo ya ngazi ya astashahada na stashahada ya sheria. Uwezeshaji katika usajili wa matukio muhimu ya binadamu na kusimamia masuala ya ufilisi na udhamini. Mheshimiwa Mwenyekiti, Wizara kupitia Wakala wa Usajili wa Ufilisi na Udhamini RITA unaendelea na utekelezaji wa programu mbalimbali za usajili wa matukio muhimu ya kibinadamu, ikiwemo usajili wa watoto walio chini ya umri wa miaka 5, usajili wa watoto walio umri wa chini ya miaka 5 na hadi miaka 17 na watu walio na umri wa miaka 18 na kuendelea. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Mwenyekiti, mpango wa wizara wa mwaka 2026-2027 kwa mwelekeo wa sekta ya sheria kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Katika mwaka wa fedha 2026-2027 wizara inalenga kujenga sekta ya sheria inayotoa haki kwa wakati, yenye ufanisi mkubwa, inatumia teknolojia, inachochea maendeleo katika nchi yetu ya Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imefanya uamuzi wa kimkakati. Uamuzi huo ni wa kujenga upya sekta ya sheria Tanzania ili iweze kuwezesha taasisi yenye ufanisi inashirikisha wadau wote nchini. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nisome vipaumbele vya bajeti 2026-2027: mageuzi ya mfumo wa kisheria, ujenzi wa miundombinu ya upatikanaji wa haki, kuimarisha kwa usimamizi wa uendeshaji wa mashauri ya jinai, kuimarisha huduma ya msaada wa kisheria, kuimarisha haki za binadamu, utawala bora, kuimarisha masuala ya kikatiba na kielimu, kuimarisha uwezo wa wataalamu wa sekta ya sheria, kuimarisha huduma za ufilisi na udhamini na kadhalika. Mheshimiwa Mwenyekiti, shukrani. Ninapenda kutumia fursa hii kuishukuru kamati ya kudumu ya Bunge, Utawala, Katiba na Sheria chini ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Damas Daniel Ndumbaro, mwenyekiti wa kamati makamu mwenyekiti wa kamati ndugu Edwin Swale, makamu mwenyekiti wa kamati, na kamati ya kudumu ya Bunge ya bajeti nchini ya uongozi wa Mheshimiwa Mashimba Mashauri Ndaki, mwenyekiti wa kamati ya bajeti, na Mheshimiwa Ali Hassan Omar King, makamu mwenyekiti wa kamati ya bajeti, kwa maelekezo na ushauri wao ambao umeleta mchango mkubwa katika utekelezaji wa majukumu ya wizara hii. Nitoe shukrani zangu za dhati kwa wajumbe wa kamati kwa uchambuzi wa kina katika bajeti hii. Ninapenda kuliarifu bunge lako tukufu kuwa ushauri wao umesaidia sana kutekeleza bajeti hii. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninaomba kuwashukuru wananchi wa jimbo la Namtumbo kwa kunichagua kuwa mwakilishi wao bungeni, pamoja na viongozi na wanachama wa Chama cha Mapinduzi na wananchi kwa ujumla katika mkoa wetu wa Ruvuma, ikiwemo mwenyekiti wetu wa CCM wa CCM wa mkoa wa Ruvuma, katibu wa CCM wa mkoa wa Ruvuma, mjumbe wa NEC wa mkoa wa Ruvuma, katibu na viongozi wengine wote wa Chama cha Mapinduzi. Sambamba na hilo, niwashukuru pia viongozi wa Chama cha Mapinduzi wa wilaya, ambao kamati ya siasa ya wilaya ikiongozwa na ndugu yangu Mzee Saidi Lihui, kwa kuendelea kulilinda jimbo ipasavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninaomba nichukue fursa hii kumshukuru pia Mheshimiwa George Mcheche Masaju, jaji wa Tanzania, mwenyekiti wa tume ya mahakama, kazi kubwa anayoifanya kusimamia, na pia na katibu wake wa tume ambayo Elisante Ole Gabriel. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nimshukuru kipekee Hamza Said Johari, mwanasheria mkuu wa serikali, kwa ushirikiano wake katika kusimamia sekta ya sheria. Ukweli ni kwamba anatusaidia sana Mheshimiwa Hamza Johari. Mheshimiwa Mwenyekiti, pia ninaomba nitumie fursa hii kuwashukuru viongozi wenzangu akiwemo Mheshimiwa Zainab Athman Katimba, naibu waziri wa Katiba na Sheria, Bwana Eliakimu Chacha Maswi, katibu mkuu, Bwana Samuel Mako Maneno, naibu mwanasheria mkuu, lakini pia nitambue shukrani za dhati nimpe ndugu yetu Dr. Franklin Joseph Urezemura, naibu katibu mkuu. Mheshimiwa Mwenyekiti,
natoa shukrani zangu za dhati kwa viongozi wengine wa muhimili wa mahakama akiwemo Dr. Mustafa Mohamed Sian, jaji kiongozi wa mahakama mkuu wa Tanzania, Profesa Elisante Ole Gabriel, mtendaji mkuu wa mahakama Tanzania, katibu wa tume ya utumishi wa mahakama Mheshimiwa Eva Kiaki Nkya, msajili mkuu wa mahakama Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, nitumie fursa hii pia kuwashukuru wenyeviti wa bodi za taasisi za wizara ambazo Mheshimiwa Dr. Mary Caroline Leville, jaji wa mahakama ya rufani na mwenyekiti wa baraza la uongozi wa chuo cha uongozi wa mahakama Lushoto, Mheshimiwa Winfred Bilsis Karoso, jaji wa mahakama ya rufani, mwenyekiti wa tume ya kurekebisha sheria, pamoja na Matthew Pao, mwalimu, jaji wa mahakama kuu na aliyokuwa mwenyekiti wa tume ya haki za binadamu na utawala bora, na Mheshimiwa Mohamed Khamis Hamad aliyokuwa makamu mwenyekiti wa tume ya haki za binadamu. Mheshimiwa Mwenyekiti, sambamba na hao, ninapenda kuwashukuru viongozi wengine wa taasisi wizara ambao Mheshimiwa Sylvester Mwakitalu, mkurugenzi mkuu wa mashtaka, Ali Saleh Posi, wakili mkuu wa serikali, Bwana Ores John Jole, mwandishi mkuu wa sheria, Mheshimiwa Dr. Paul Faustin Kiwelo, jaji wa mahakama ya rufani na mkuu wa chuo cha uongozi wa mahakama Lushoto, Bwana Frank Anyusi, kabidhi wa si mkuu na mkurugenzi mkuu wa RITA. Mheshimiwa Mwenyekiti, na wengine kina Pates Kilangi Twina, katibu mtendaji tume ya haki za binadamu na utawala bora, Sister Joseph Mramba, mkuu wa chuo cha LST School. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninaomba nishukuru mashirika mbalimbali, GIZ kutoka shirika la maendeleo la watu wa Ujerumani GIZ, shirika la Rule of Law International, Benki ya Dunia, shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF, shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia na usawa na kijinsia yani UN Women. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninaomba nishukuru familia yangu, wake zangu wawili, kipekee narudia, naomba nishukuru familia yangu Bi Imani Juma Homera na Bi Jasmine Juma Homera kwa kunipa usingizi mororo na kunisaidia niweze kufanya kazi vizuri za wizara hii. Lakini pia niwashukuru wazazi wangu Mzee Zuberi Rajabu Homera pamoja na mama yangu mzazi Amina Mohamed Mango kwa kuendelea kuniombea popote walipo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kipekee niwashukuru watoto wangu walioko leo wamewakilisha tu hapo kama 9 hivi. Leo wamewakilisha tu hapa, yuko Naurin, yuko Jurin, yuko Afrin, yuko Jian, yuko Princess. Hawa ni watoto wangu ambao leo wamewakilisha kwa niaba ya wenzao wengine ambao wamebaki nyumbani. Mheshimiwa Mwenyekiti, mwingine Myrin, Mheshimiwa na Junaitha. Mheshimiwa Mwenyekiti, ili kufanikisha utekelezaji wa vipaumbele vilivyoainishwa, wizara inaomba kuidhinishwa jumla ya shilingi bilioni 774.79 kwa ajili ya matumizi ya kawaida na miradi ya maendeleo kwa mafungu 9 ambayo tume ya utumishi wa mahakama mafungu 12 shilingi bilioni 8.15, ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali fungu 16 shilingi bilioni 61.9, ofisi ya wakili mkuu wa serikali fungu 19 shilingi bilioni 41.31, ofisi ya taifa ya mashtaka fungu 35 shilingi bilioni 162.52, mahakama ya Tanzania fungu 40 shilingi bilioni 287.63, wizara ya katiba na sheria fungu 41 shilingi bilioni 160.32, tume ya haki za binadamu na utawala bora fungu 55 shilingi bilioni 17.41, tume ya kurekebisha sheria Tanzania fungu 59 shilingi bilioni 12.11, ofisi ya mwandishi mkuu wa sheria fungu 101 shilingi bilioni 24.24. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka wa 2026-2027 Wizara ya Katiba na Sheria na muhimili wa mahakama na taasisi zake unaliomba bunge lako tukufu liidhinishwe jumla shilingi bilioni 774.79. Kati ya fedha hizo shilingi bilioni 152.46 ni kwa ajili ya mishahara ya watumishi, shilingi bilioni 484.91 ni kwa ajili ya matumizi ya mengineyo, na shilingi bilioni 137.42 kwa ajili ya miradi ya maendeleo nchini. Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Waziri, naomba urudie fungu la tume ya kurekebisha sheria Tanzania fungu 59 ili Hansard irekodi vizuri. Fungu 59. Tume ya kurekebisha sheria Tanzania fungu 59 shilingi bilioni 12.11.
Mheshimiwa Mwenyekiti, Tume ya Kurekebisha Sheria Tanzania fungu 59 shilingi bilioni 12.11. Tume ya Kurekebisha Sheria Tanzania fungu 59 shilingi bilioni 12.11. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka wa fedha 26/27 Wizara ya Katiba na Sheria, Muhimili wa Mahakama na taasisi zake unaliomba Bunge lako tukufu liidhinishe jumla ya shilingi bilioni 774.79. Kati ya fedha hizo bilioni 152 kwa ajili ya mashahara ya watumishi, shilingi bilioni 484 kwa ajili ya .1 kwa ajili ya matumizi mengineyo, shilingi bilioni 137.42 kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Mheshimiwa Mwenyekiti, maelezo ya kina na mchanganuo wa maombi ya fedha za bajeti ya kila fungu yameainishwa kwenye vitabu vya randama za mafungu husika ambavyo vimegawanywa kwa waheshimiwa wabunge kupitia mfumo wa kielektroniki. Ninaomba kutoa hoja, Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa, hoja imeungwa mkono. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Waziri kwa uwasilishaji wa hotuba yako ya bajeti.